Na mwanamichezo, karibu katika channel yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Taarifa tulizonazo siku ya leo ni kutokea katika klabu ya Athletic, klabu ya Wydad, kuhusiana na kile ambacho mchezaji wake Sele Gomez ama Selemani Mwalimu kutaka kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mengi yameongeleka kuelekea au kuhusiana na mchezaji huyo kutaka kusajiliwa kwa mkopo na Simba, lakini Wydad wamethibitisha taarifa rasmi kuhusiana na mchezaji huyo, wakisema klabu ya Wydad Athletic imekanusha taarifa za uwezekano wa mchezaji wake Sele Gomez kujiunga na Simba Sports Club kwa mkopo, ikisema hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa kati ya klabu hizo mbili. Kupitia taarifa yake, Wydad imesema mchezaji huyo bado ana mkataba na klabu hiyo na yupo kwenye mipango yake kuelekea msimu mpya. Hatuna makubaliano yoyote na Simba juu ya Mwalimu Selemani Gomez. Mchezaji huyo bado ana mkataba na Wydad na yuko kwenye program zetu. Hakuna makubaliano yoyote ya kumtoa kwa mkopo. Wydad imeweza kuthibitisha hivyo. Kauli hiyo inaweka wazi kuwa kwa sasa hakuna makubaliano rasmi ya kumpeleka mchezaji huyo Simba Sports Club, licha ya taarifa zilizokuwa zikizunguka kuhusu uwezekano wa uhamisho huo. Sasa macho yanaelekezwa kwenye hatua zinazofuata na kama Simba itaendelea na mazungumzo ya kumtaka mchezaji huyo au dili litafikia mwisho wake. Na mwanamichezo, hizo ni taarifa za mchezaji wa klabu ya Wydad Athletic kuhusiana na taarifa za uwezekano wa mchezaji wake Sele Gomez kujiunga na klabu ya wanasimba. Kwa taarifa hizo, kama atasajiliwa kwa mkopo, Wydad imeweza kuweka wazi. Lakini kuelekea sherehe za Simba Day, Simba nao wameweza kutanabaisha kuhusiana na tiketi za tamasha la Simba Day, huku tiketi hizo zikizua gumzo kutokana na aina ya kiwango cha bei ambayo imewekwa na uongozi wa timu ya Simba. Taarifa rasmi zimesema kwamba gharama za tiketi za tamasha la Simba Day mwaka 2026 zimezua mjadala mzito miongoni mwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wa Msimbazi, baada ya kutangazwa kuwa kiwango cha chini kabisa cha tiketi kwa eneo la mzunguko ni kiasi cha shilingi 20,000. Kwa bei hii mpya ni mara 4 ya gharama ya tiketi za mzunguko zilizouzwa katika tamasha la mwaka jana 2025. Sababu kubwa iliyoelezwa kusababisha ongezeko hili la gharama ni uwezo mdogo wa uwanja wa Uhuru unaotegemewa kutumika mwaka huu, ambapo una uwezo wa kubeba mashabiki 23,000 pekee waliokaa, tofauti na miaka ya nyuma ambapo tamasha hilo lilifanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa unaoingiza watazamaji zaidi ya 60,000. Idadi ndogo ya viti katika uwanja wa Uhuru imelazimu uongozi kurekebisha bei za tiketi ili kufidia uwezo mdogo wa uwanja huo na kukizi bajeti ya maandalizi. Mabadiliko haya ya bei yanatarajiwa kuibua hisia mseto miongoni mwa mashabiki, huku wengi wakijiuliza kama uwanja huo utajaa au la. Mwanasimba, unaonaje bei hii mpya ya shilingi 20,000 kwa eneo la mzunguko? Unafikiri ni hatua sahihi kutokana na ukubwa wa uwanja wa Uhuru? Dondosha maoni yako kwenye sehemu ya comment nami nitapita nayo hivyo. Nikushukuru sana, naitwa Junior, lakini kwa ambaye ndo mara ya kwanza nikuombe usisahau kubonyeza alama ya neno subscribe ambayo ipo chini ya video yako ili uweze kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumepandisha video zetu hewani. Majina yangu naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutokea hapa sina la ziada, nikwage na nikutokea siku njema. Bye bye.